siku chache tu baada ya runinga KTN kuangazia utapeli uliokuwa ukifanyika kwenye kanisa la mchungaji Victor Kanyari. Hii leo mkurugenzi wa mashtaka humu nchini Keriako Tobiko ametaka mchungaji Kanyari achunguzwe kwa madai hayo ya kuibia waumini pamoja na kukusanya fedha kwa njia ya ulaghai. Madai yanayomgubika Kanyari yalifichuliwa kupitia makala upekuzi ya Jicho Pevu. Matiti. Inauma hata mpaka silali. Nikienda hospitali wananiambia kuna hii na nasikia vitu siko ndani zinatembea. Ni taarifa zilizoonyesha uhuni unaendelea katika kanisa la mchungaji Victor Kanyari Mwangi hapa jijini. Watu wanasema kwamba mapasta niwezi, si basi wacha hata nikuibie mara moja, kama nikuiba si wacha nikuibie leo. Sasa taarifa hii ni tibati ya utapeli unaoendeshwa na kanisa hilo na kuacha wengi vinywa wazi na wengi kumtaka mchungaji huyo atiwe nguvuni. Hii leo mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko ameandikia idara ya upelelezi wa jinai kumchunguza Kanyari. Natuma kupitia namba hii za M-Pesa, milango yako inafunguka. Tobiko ameshauri kwamba wapelelezi wapitie kanda za makala Jicho Pevu na Inside Story iliyopeperushwa hapa KTN mwishoni mwa wiki jana. Barua hiyo iliyotumwa kwa mkurugenzi wa upelelezi wa jinai imemwomba ateue jopo maalum la kutizama na kusikiza video hizo ili kubaini iwapo Kanyari anaweza kushtakiwa kwa makosa jinai kama vile kupata hela katika njia ya udanganyifu, kudanganya umma kupitia vitendo vya utapeli na kulaghai. Tobiko pia amesihi runinga ya KTN kuhusika katika uchunguzi wa mashahidi walioonekana kwenye makala hayo wakishirikiana na Kanyari. Mapema wiki hii chama cha wanasheria nchini kimesema kiko tayari kuwasaidia waliowahi kutapeliwa na kanisa la Kanyari. Those are persons who should be charged with obtaining money by false pretenses. Those are people who should be charged with fraud. Those are people who should be charged with theft. Basically, those are criminals and they need to be charged. If you believe Prophet Kanyari, you get your miracle. Tangu peperushwa kwa makala hayo, Kanyari ametoa ujumbe kwenye mitandao ya kijamii akisema kuwa anakabiliwa na shetani huku akiwaomba waumini wake kumwamini. Agnes Penda, KTN leo.